Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Kwa majina anaitwa Mwalimu Hanki Lawa, lakini pia ni mchungaji, pia ni mwalimu wa neno la Mungu, lakini pia Mungu ametupa kuchunga kanisa. Tuko maeneo ya Chanika mwisho hapa. Kwa hiyo mahali popote unapotaka kufika kwenye huduma yetu, unaweza ukatumia namba ambazo ziko hapo kwenye mtandao, ukatupigia simu na tukakuelekeza ukifika Chanika mahali ambapo tupo, ili uweze kufika na tuweze kushare maarifa ya kimungu kwa pamoja, lakini pia kujifunza neno la Mungu, kujifunza namna ya kuombea ndoto mbalimbali na kufasiri ndoto, na kujifunza tafsiri na maana ya ndoto katika ulimwengu wa roho. Amen. Kipekee sana nataka nikusogezee siku ya leo ndoto moja kwa mtu anayeota ndoto ya namna hii, au ulishawahi kuota ndoto ya namna hii au inayofanana na namna hii. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Nimekutana na watu tofauti sana, wamekuwa pia wakiniambia kwa habari ya ndoto zao, lakini pia wamekuwa wakiniambia kwa habari ya namba. Mtu anaota ameona namba 1990, ameona namba 2005, mwingine ameona kwenye ulimwengu wa roho anaota ameshikishwa namba fulani, haelewi maana yake ni nini. Na mbaya zaidi, wengine walipobahatika kuonana na watu wengine na kuwashirikisha, unakuta mtu anamwambia tu hiyo ni ndoto tu, itakuwa ni pepo. Naomba nikwambie mwana wa Mungu, ukisoma kitabu cha Isaya, Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Wakati Mungu analiachilia neno hili, lilikuwa ni neno ambalo limekusudiwa kabisa, sio kwa wapagani, ila ni kwa watu ambao watu hawa wamepata neema ya kumjua Mungu. Watu hawa ni watu ambao Mungu amewaleta duniani kwa kusudi maalum, lakini kuna aina ya maarifa wamemiss. Kwa hiyo kutokana na kumisi yale maarifa, wanajikuta wanaishi kwenye mahali pa maangamivu sana, bila wao kujua chanzo chake ni nini. Sasa ndio maana Mungu anainua watumishi wake tofauti, anainua watumishi wake kwa neema na kwa karama tofauti, kwa ajili ya kuweza kusaidia kufunua haya maarifa yaliyokosekana kwa watu, ili watu wakishayajua maarifa haya, basi si rahisi sana, kama sio iwe ni ngumu kabisa, shetani kuweza kutushinda au kuwashinda watu hao. Na leo nataka nikupe ndoto kwa mtu anayeota namba kwenye ulimwengu wa roho. Unapoota namba yoyote kwenye ulimwengu wa roho, unatakiwa uelewe kabisa kwamba namba hiyo sio tu umeota kwa bahati mbaya. Hiyo namba ukifanikiwa kufahamu maana yake ni nini, ndipo ambapo utaanza kuelewa maana iliyokusudiwa kwenye namba ulioota kwenye ulimwengu wa roho. Na unaweza ukawa haujaota namba hii ambayo mimi naweza nikakutajia, na ukawa umeota namba yoyote au mwaka wowote. Ukinitajia tu hapa huo mwaka, nitakwambia tafsiri yake kwenye hiyo ndoto ni nini. Na Mungu wengine amewapa kufanikiwa kupitia namba. Kwa namba yako imebeba baraka, namba yako pia imebeba laana, namba yako imebeba mauti. Ila ukifanikiwa kujua namba ulioota kwenye ulimwengu wa roho, inaweza kukusaidia sana kujua maana yake ni nini hiyo ndoto. Bwana asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, utaona kabisa tunamwona mtu anaitwa Farao. Biblia inasema Farao akaota ndoto kwa habari ya masuke 7, lakini pia kwa habari ya ng'ombe 7. Ng'ombe 7 walionona na masuke 7, lakini anasema na ng'ombe 7. Bwana asifiwe sana. Sasa issue haikuwa kwenye ng'ombe 7. Issue kwa nini iwe 7? Yaani hapo ndo ambapo unatakiwa kuelewa. Kwa nini asingeona namba yoyote, ila anaambiwa kwa habari ya ng'ombe 7. Ng'ombe 7 na masuke 7 vimebeba kitu gani kwenye ulimwengu wa roho? Kwa cha kwanza kabisa napenda ujue kabisa, namba yoyote ile kwenye ulimwengu wa roho inaongozwa na namba ambazo unazijua kabisa
Ukiwa shule umefundishwa, ukiwa darasa lolote umefundishwa namba 1 mpaka namba 0 mpaka 9. Hizo ndizo namba ambazo kwenye ulimwengu wa roho zinaongoza namba yoyote. Usije ukadanganywa na mtu yoyote akakwambia haiko hivyo. Mimi nakwambia kwa sababu ulimwengu wa roho umekaa kimahesabu. Ndio maana utaona Biblia inakwambia Mungu alifanya kazi siku 6, alafu siku ya 7 akapumzika. Why afanye kazi siku 7? Kwa nini asingefanya tu bila kuzihesabu zile siku alizofanya na akapumzika bila kuhesabu siku aliyopumzika? Kwa nini Biblia ituambie kabisa alifanya kazi siku 6 na siku ya 7 alipumzika? So kuna siri kubwa za kimungu zilizofungamanishwa na hizo namba kwenye ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la pili, naomba uelewe, namba yoyote unayoota imefungamanishwa na hizo namba 0 mpaka 9. Hata kama utaota iko namba 10, namba 20, namba 40, sijui namba 2999, sijui namba 20,000 ngapi, sijui mamilioni mangapi, namba zote hauwezi ukafasiri kama hauna mwongozo wa namba kwenye ulimwengu wa roho. Jambo la tatu, ulimwengu wa roho umekaa kimahesabu. Kwa hiyo ukifeli kujua hesabu za ulimwengu wa roho, maana yake umefeli pakubwa sana hata kwenye maisha ya kawaida. Naomba tusogee mbele kidogo, tutaanza sasa kufasiri namba. Namba 1 kwenye ulimwengu wa roho, unapoona namba 1 kwenye ulimwengu wa roho inamaanisha nini? Nitakusomea pia maandiko. Utasoma pia, utafuatilia na wewe maandiko, alafu utaelewa kile ambacho mimi ninakwambia. Unapoota namba 1, utaona namba 1 ni namba ya kimungu kabisa, ni namba ya agano ya kimungu kabisa. Bwana asifiwe sana. Inatoa thamani ya uthamani wa Mungu wetu kwetu sisi. Kwa nini nakwambia hivyo? Ngoja nikupitishe kidogo kwenye maandiko hapa, alafu utakubaliana na mimi kile ninachokuambia.